Karibu tena wapenzi watazamaji wa hichi kituo cha Kenyan Media kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Asante sana kwa support ambayo mnazidi kunipea. Kama haujaweza kusubscribe, tafadhali ninakuomba uweze kufanya hivyo ili uendelee kupata taarifa zetu kwa wakati. Wana Mount Kenya asua eneo bunge la Olkalau waliweza kumheshimisha Rigathi Gachagua. Kwa lugha ya mtaani au kipenda kwa lugha ya Gen Z, wanasema kwamba wana Olkalau walimtoa Rigathi Gachagua kwa block. Unajua kuna hii lugha ambayo vijana wa sasa tunatumia. Kipindi ambapo unatolewa kwa block inamaanisha mambo mengi. Unaweza ukapata pesa, unaweza ukaheshimiwa, unaweza ukapata kazi. Kama mimi, nyinyi huwa mnanitoa kwa block. Mnaweza mkanisaidia kwa namna moja au nyingine wakati ambapo nimelemewa. Mna subscribe, mnani watch. Hiyo ni kunitoa kwa block. Watu wa Olkalau waliweza kumtoa Rigathi Gachagua kwa block kwa kuweza kumpea ushindi wa kwanza aswa kwenye kiti cha ubunge kutoka Mount Kenya. Na hicho kitu, mtazamaji wangu, kimeweza kushangaza serikali. Hadi sasa hivi serikali haijaweza kuamini kwamba walishindwa upande wa Olkalau. Ninaona serikali inajaribu kutuambia eti kwamba tusahau kuzungumzia mambo ya Olkalau, eti kwamba Olkalau ishapitwa na wakati. Hakuna siku ambao nitaacha kuzungumzia Olkalau kwa sababu walifanya kazi nzuri. I'm going to talk about the Olkalau. I'm going to refer about the Olkalau till 2027. Kwa hivyo kama wanaona kwamba ama kama wanasubiri niache kuzungumzia Olkalau, wanapoteza wakati wao. Sasa Olkalau ilimtoa Rigathi Gachagua kwa block. As we speak, wabunge hivi wanaendelea kupanga namna ambavyo wataondokea kwa serikali, waingie kwenye mrengo wa Rigathi Gachagua. Aswa wabunge kutoka Mlimani, wale ambao wako kwa chama cha UDA, wameanza kumtafuta Rigathi Gachagua wakimwambia wewe mkubwa, tuingie kwenye chama chako. Tumegundua kwamba hapa uwezo ukachaguliwa na chama cha UDA chake Rais William Ruto kwenye radhi. Sasa kulingana na Rigathi Gachagua anasema kwamba kuna wale ambao walipewa pesa za kampeni kutoka upande wa Mlima Kenya wapige kampeni, wapigie candidate wa serikali kampeni. Akina Dennis Itumbi wamelazimishwa kurudisha pesa za serikali baada ya Mchina Nyaga kupoteza uchaguzi wa Olkalau. Vile vile wabunge, mawaziri, makatibu wakuu, principal secretaries wanataka kuhama kutoka kwa serikali, wakutana na Rigathi Gachagua wazungumze. Mfano, kuna principal secretary mwenye anataka kuja kuwa governor wa county ya Nyeri. Anataka kukutana na Rigathi Gachagua usiku. But Gachagua ameweza kumwambia kwamba hataki mambo ya usiku. Kama ni kukutana, wakutane na yeye mchana. Kwani iko nini? Wakutane na yeye mchana, wazungumze, wapigwe picha. Kasonga aone kwamba watu wa serikali ndio hawa ambao wametembea wa mnyoro, wametoka kwa serikali. Mbona uenda kutembelea mtu usiku? Kwani wewe ni mchawi? I'm telling you the truth. Ndani ya serikali sasa hivi akukaliki. Kindly subscribe, watch the video of Rigathi Gachagua explaining this. Umeona baada ya sisi kunyorosha yeye hapa Olkalau, amekimbia Western Kenya. Leo tunaongea iko watu wabunge huko karibu 26. Na uzuri pia hii watu yake alipea pesa Mlimani, ameambia waanze kurudisha pesa yake kwa sababu hakuona ile kazi ilifanya. Hii kijana hapa anaitwa Dennis Tumbe amerudisha 14 milioni, lakini nyingine amewacha kwa nyumba. Hao ma minister ma PS wanaambiwa warudishe pesa. Sasa hata hao wananitafuta
waniambia hata wamefurahi because walikuwa wanalazimishwa kuchanga pesa. Hata hawa MPs ya Ruto na maminista na PS wale mnanitafuta, mnataka kuja Munyoro usiku. Nimekataa mambo ya usiku. Yule anataka kuja akuje mchana, apigwe picha akionekana. Si ndio? Wakuja usiku ama mchana? Wakuja mchana. Jana karibu 7 MPs wamenitafuta. Mkubwa, tunataka turudi nyumbani, mambo imekuwa ngumu. Pale tumeona kuchaguliwa ukiwa na Ruto is impossible. Hata kutaja jina yake ni shida. Tukubalie sisi ni watoto wako. Sijui kwa ile kondoo ilipotea. Sijui hata ile iko imebaki huko nje hata ndio muhimu zaidi. Sijui wanakuoti mpaka Biblia. Hati yake na sheria kina Murango ni kondoo zako, lakini pile ile kondoo ati iko huko nje ati hiyo ndio ya maana zaidi. Nimekubali. Hiyo kondoo ya nje ni muhimu, lakini ikuje mchana hapana usiku. Mambo ya usiku hatutaki. Mambo ya Nicodemus hatutaki. Kama mumeamua muache kusaliti jamii, mrudi nyumbani. Mkuje mchana watu wakiona. Iko PS amenipigia. Ati anataka ati akuje ati asimame gavana Nyeri. Na ndiye alikuwa anatatiza sisi Olokalao. Ati sasa ameona kimeumana ati kama anaweza rudi ati akuwe gavana. Namwambia ni sawa. Si ukuje mchana useme hiyo ndio Kasongo akuone. Mbona unataka kuja usiku? Iko hii watu mkuje mchana. Mlango imefunguliwa kuanzia leo mpaka mwisho wa mwezi. Wale wote mumeona mambo imekuwa ngumu kule na mnataka kurudi nyumbani, mkuje lakini mchana. Mambo ya usiku sitaki. Nyumbani kuanzia saa 12 Pastor Dorcas peke yake ndiye atakuwa kwa hiyo boma. Lakini during the day mfanye nini? From 6 AM to 6 PM mmekaribishwa. Lakini kuku sikienda na nyinyi muende nyumbani kwenu. Nina imani kwamba umeweza kumsikiliza Rigathi Gachagua, the truthful man. Uzuri wa Rigathi Gachagua ni ule hawezi akaficha. By the way, let me tell you, unaona hata kana kwamba waliweza kumuondoa Rigathi Gachagua madarakani, they talk to him. They talk to him. Wanazungumza na yeye. You know, this politician ni kana kwamba wameweza kugundua kwamba hawawezi wakapita bila ya mkono wa Rigathi Gachagua. And this is what the government was fighting for, to block Rigathi Gachagua in Mount Kenya. Because they know how they knew if Rigathi Gachagua wins Olkalau, that will be the momentum the Mount Kenya will use towards the 2027. Walijaribu kurig, hawakuweza kurig kwa sababu by the way watu Olkalau bana mlifanya maajabu. Imagine watu walijitolea machumbani mwao wakaenda kuchunga kura. Barabarani wakajaza mawe hivi kuzuia magari yasipite na makaratasi ambayo yamesahiishwa ili yaende kuhesabiwa kwa faida ya candidate wa UDA. Now, the impact of Olkalau DCP win imeanza kuonekana. Naona ndio hao wabunge wanampigia Rigathi Gachagua ni aje mkubwa. Tunaweza tukakuja. Mawaziri ndio hao wanampigia Rigathi Gachagua ni aje wakubwa au ni aje mkubwa. PS ndio anamuomba ni aje mkubwa nikuje usiku. Usiku kwani wewe ni mchawi au nini? Kufanya nini bwana kwenye mikutano ya usiku kwenye chumba la mtu? Kuja mchana uonekane. And let me first of all caution Rigathi Gachagua. Iwapo ananitazama itakuwa ni bora sana. Iwapo kuna watu ambao wananitazama ambao wako na urafiki na Rigathi Gachagua, His Excellency Rigathi Gachagua, tafadhali mfikishie ujumbe huu. Watu ni wengi ambao mnanitazama, tafadhali mfikishie ujumbe huu. Asijaribu kukubali wale wabunge ambao wanatoka kwa serikali wakiingia kwenye chama chake. Asijaribu kukubali
wale mawaziri ambao wataenda kuhama kutoka kwa serikali wakiingia kwenye chama cha DCP, eti kwamba wanataka kuja kutafuta viti upande wa Mount Kenya. Those people might be the moles. Hao watu wanaweza wakawa moles wa serikali. Wallahi hivi ninasema, because right now as we speak, Baraka Songo is so desperate. He can plant his moles in DCP. Angalia kile kitu ambacho kilitendeka upande wa Olkalau. Wananchi wa Olkalau mkakiona mapema. Paul Waiganjo alikuwa mole wa William Ruto, lakini William Ruto akamwambia nenda DCP, uende uulize kutoka pale, ukipita mchujo, ukichaguliwa kama mbunge, uhamie kwa serikali. Lakini wana Olkalau walimuona Paul Waiganjo mapema sana, wakamuacha, wakachagua Bwana Sami Kamau wa Wiru Ng'otho, akapita mchujo na sasa hivi ndiye mbunge. Iwapo Paul Waiganjo angepita, sasa hivi angekuwa ni mole wa William Ruto. As we speak, William Ruto might dispatch his moles kutoka kwa serikali kwenda DCP. Sababu ninakumbuka kipindi kimoja Bwana Samson Cherargei ambaye ni senator wa county ya Nandi, he said openly kwamba wataenda kupanda moles kwenye chama cha Rigathi Gachagua. The government, Mount Kenya is a stronghold of UDA. We will not allow anybody or some individuals to masquerade. We are going to have our candidates in UDA and also in DCP, but they sing UDA at night. So we know that, we know the neighboring. I was in Murang'a. I was the neighboring to Murang'a here in Kirinyaga. We have some women there. We must ensure we win. We must have people who are friendly, and after election they'll come back home. They'll come back. So when I see people singing Kitungates, like my friends from that region following DCP, some of them want to be governors, some of them, I'm telling you now that. Kwa hivyo Rigathi Gachagua asifurahi kwamba kuna wabunge, kuna mawaziri, kuna principal secretaries mostly kutoka Mount Kenya ambao wanatoka kutoka kwa chama cha UDA kuingia kwa chama cha DCP, eti wakuje kupata direct ticket ndio wakuje kugombea kiti chochote. No. Asikubali. His Excellency Rigathi Gachagua do not accept. Those people might be moles. Those people disappointed you when you needed them most. Walikudisappoint kipindi ambapo ulikuwa na wahitaji. Walikulenga kipindi ambapo ulikuwa na wahitaji. Walikusaliti kipindi ambapo ulikuwa na wahitaji. Kwani sasa hivi ndio wameona uko na maana? His Excellency Rigathi Gachagua, tafadhali do not accept. Do not. Kama kuna mtu wa karibu na Rigathi Gachagua, mfikishie hii linki au mfikishie ujumbe huu. Asikubali, kwa sababu serikali inaweza ikaleta wajumbe zake kwenye chama cha DCP. As we speak right now, William Ruto is so desperate. Anaweza akatafuta namna ambavyo anaweza akapata information kutoka DCP, namna ambavyo wanajipanga kuelekea uchaguzi ujao, namna ambavyo wanajipanga kuja kupata vitu upande wa mlima. Do you know how William Ruto was getting information from Uhuru Kenyatta during the 2022 general election? Alikuwa na moles ndani ya serikali. Walikuwa wanamfikishia William Ruto ujumbe. Kwa hivyo, what I'm just requesting, please, Rigathi Gachagua do not accept any mole from UDA. Right now, William Ruto anapanga jinsi ambavyo atakuwa na plant moles kwenye chama cha DCP, kwa sababu sasa hivi as we speak DCP has taken over the Mount Kenya. Some politicians wameona kwamba wakigombea na UDA watapoteza mapema. Wanatafuta namna ambavyo wataingia kwenye DCP, wapigwe msasa. Rigathi Gachagua do not accept anyone to be given a direct ticket. Wacha waende kwenye mchujo wa chama.
wakipita sawa, wakinyanganywa walie. Ni heri Rigathi Gachagua atafute watu ambao ni soldiers kama vile akina Sami Kamau, Waweru Ng'otho, wala ambao ni waaminifu. Sami Kamau alikuwa kama political advisor kwenye afisi ya Rigathi Gachagua kipindi ambapo alikuwa ni deputy president. Rigathi Gachagua alipofukuzwa, Sami Kamau Ng'otho naye alitoka. Alisema kama mkubwa wake amefukuzwa anaenda na yeye. Look at now. Ni mbunge, ni soldier number 1 wa Rigathi Gachagua. Ni heri Rigathi Gachagua aweze kupata soldiers wapya kuliko kuleta wale wa kitambo ambao walimsaliti, ambao walimkataa, ambao watakuja kwenye DCP kama moles.